Naam, hali gani mpendwa mtazamaji wa Msomeda? Hiki ni kipindi kinachoruka live kutoka jijini Dodoma nchini. Kipindi hiki huwa kinajihusisha na mambo ya kidini, yaani Injili ya Yesu Kristo huwa inahubiriwa mahali hapa. Injili hii huwa inahubiriwa na mtumishi pendwa, mtumishi mpako mafuta wa Bwana Apostle Samuel James. Na dakika si nyingi atakuwepo mahali hapa kwa ajili ya kutuhudumia lile neno ambalo amepewa na Mungu atuletee kwa siku ya leo. Chaneli yetu inapatikana katika mitandao mingi ya kijamii. Ni mitandao yote kwa jina la Msomeda. Nikukaribisha katika kipindi hiki uweze kuungana nasi. Ni mimi mtangazaji wako Gladness Salmon. Karibu ungane nasi na Mungu akubariki kwa neno la leo. Na kusalimu kwa jina la Yesu. Mpenzi mtazamaji, mahali ulipo popote, hii ni ibada maalum kwa ajili ya maisha yako pamoja na familia yako. Yesu hatazami umbali, Yesu anatazama kiwango cha imani yako. Umeamini nini majira haya? Na unapoamini ibada hii saa inapozungumza, kuna mambo yataondoka kwenye maisha yako. Kuna maisha yatabadilika kuanzia sasa. Na ikumbuke ya kuwa ni mwaka 2026, ni mwaka wa pambazuko jipya katika maisha yako. Kwa nini pambazuko jipya? Kwenye maisha yako kuna giza na kuna nuru. Sasa Yesu ametupa ujumbe maalum kwa ajili ya mwaka huu. Nikamshukuru Mungu. Baba, asante Mungu na kushukuru uliye mbinguni. Baba, utukufu ni wako na nguvu ni zako Bwana Yesu. Na kurudishia utukufu na heshima Bwana. Mbariki kila mmoja mahali popote alipo Bwana. Kamhudumie kila aliye mgonjwa akapate kupona majira haya. Katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tupo majira ya maombi ya kufunga na kuomba. Kwa nini tunafunga na kuomba? Kuna watu wanaweza wakawa wanafunga na kuomba, lakini hawajui wanafunga kwa sababu gani. Lakini leo sikiliza, utaenda kusikiliza kujua namna ya kuweza kuomba ili Mungu aweze kusikia, ili uweze kupata matokeo. Na kuna watu wanaomba kwa juhudi kubwa, lakini hawapati matokeo. Inawezekana wakati wa maombi ukapitia majaribu makubwa sana, ukapitia mambo magumu sana. Usikate tamaa. Yesu mwenyewe alipopanda mlimani siku 40 alipata njaa na akapata akamjaribu. Inawezekana wakati wowote ambao ukiwa hauna maombi unaweza kuonekana una maisha mazuri sana, lakini unapoingia kufunga na kuomba, manake unaua mwili bali unajitengeneza ulimwengu wa kiroho. Na mambo ya asilini yanapokufa, muunganiko wa giza, ili nuru iweze kutokea, lazima kuna misukosuko itatokea. Wakati wa kufunga unaweza ukapata majaribu makubwa sana mazito, lakini Mungu yuko pamoja nawe. Maana ujue kila unapoamua kuondoka kwenye hatua fulani, lazima kuna mtihani utakao upitia. Hilo jaribu ulionalo lisiondoshe ujasiri mbele za Bwana wakati wa maombi haya. Na msingi unapofunga na kuomba, unaweka msingi ambao utakao kusaidia mwaka mzima, maana utakuwa na nguvu. Lakini mtu yoyote anapokoswa maana ya kufunga na kuomba, anakuwa hana ujasiri wa kuweza kufunga na kuomba. Maombi yani ni kukuza mwili wako wa ndani, ili uwe na mamlaka, ili uwe ni mtu ambaye mwenye kutamka neno linadhibitika. Kufunga na kuomba unajitengenezea muunganiko ulimwengu wa kiroho. Wewe mwanadamu unaanza kusikia sauti ya Mungu moja kwa moja. Unaanza kusikia sauti ya Roho Mtakatifu, manake unaua utu wa nje. Tukasoma andiko letu kwanza ili uweze kujua. Kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ili Yesu mwenyewe aliofundisha wanafunzi namna ya kuomba. Nitaenda kusoma kwa uwezo wa Mungu. Mstari wa pili unasemaje? Mstari wa pili unasema, akamwambia msalipo semeni Baba yetu uliye mbinguni. Akamwambia msalipo semeni Baba yetu uliye mbinguni. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Nitarudia, jina lako litakaswe. Jina lako litakaswe. Ufalme wako uje. Ufalme wako uje. Mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako yatimizwe. Hapa duniani kama huko mbinguni. Hapa duniani kama huko mbinguni. Simama kwanza hapo. Maana yake unaposimama kuomba katika maombi,
usisimame kupeleka mahitaji yako. Kuna watu wengi sana wanapoingia kwenye maombi, anaanza kutaja shida zake, anaanza kupeleka matatizo yake. Biblia imetuambia, akawaambia, msalipo semeni Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Yaani ufalme wako uje hapa duniani kama uko mbinguni. Mapenzi yako yaweze kutimizwa. Maanake unapoingia na kuomba, yani mapenzi ya mwili hayahusiki tena, bali ni mapenzi ya Mungu. Maana kile ambacho kinachostahili ukipokee kitatokana na mapenzi ya Mungu, sio mapenzi yako. Lakini watu wengi wanajua, ninapoingia kwenye maombi, anaanza kuomba mambo mengi, lazima useme Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Manake hutamani mapenzi yako yatokee, bali mapenzi ya nani? Ya Baba yetu aliye mbinguni, naye Mungu atakusikia. Hiyo ni Biblia alikuwa anawafundisha wanafunzi wake. Yohana na Yakobo walimuomba, tufundishe na sisi kama ulivyomfundisha Yakobo namna kuweza kuomba. Lakini watu wengi tunaomba kwa tamaa zetu, hatupati. Ni kwa sababu gani? Ndio maana nimesema siku ya leo, wewe mahali popote unaponitazama, ukiwa kwenye maombi, lazima utambue ukuu wa Baba yetu aliye mbinguni. Lazima utambue jina la Yesu Kristo, ili uweze kujua ni nani unayefunga na kuomba. Unaotisha mwili wako ili uweze kupata mamlaka ndani ulimwengu wa kiroho. Kasomea kitabu cha Yakobo. Kitabu cha Yakobo sura ya 4 mstari wa 3. Ili tukaangalie, watu mnaomba kwa tamaa zenu. Mtu anaomba anatamani mambo yatokee anayotamani yeye. Mungu wetu anahitaji mapenzi yake yaweze kutimia. Mapenzi yake yaweze kutimia. Ndio maana Biblia sasa tukasikilize. Yakobo sura ya 4 mstari wa 3. Nitaenda kusoma kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Yakobo 4 mstari wa 3. Neno linasema, Biblia inasema, hata mwaomba wala hampati kwa sababu mwaona vibaya. Hata mwaomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya. Ili mvitumie kwa tamaa zenu. Ili mvitumie kwa tamaa zenu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana maandiko yamesema lazima wanzie Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama uko mbinguni. Maana yake nini amesema hapa? Hata mwaomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya, mvitumie kwa tamaa zenu nyinyi wenyewe. Maana yake kuna mtu ambaye anaomba, anatamani nikifanikiwa nitaenda kufanya mambo ya ajabu. Anaomba mtu, ana kisasi na mtu, anatamani nikifanikiwa tende kulipiza kisasi. Mungu wetu hawezi akajibu. Ndio maana nimekwambia maombi yako ni nia. Unaomba Mungu akujibu kwa sababu gani? Ila kama unaomba kwa tamaa, hawezi ukapata majibu. Lakini utafunga na kuomba, lakini majibu yako hayatasikiwa kwa sababu unaomba kwa tamaa za mwili, kwa sababu unaomba kwa tamaa ya mazingira. Nataka nikwambie mahali popote ulipo, badilisha kuomba kwa sababu ya mazingira. Mazingira magumu unayoishi, una uwezo wa kuyabadilisha kwa kauli yako ya imani, kwa kauli yako kwa mwili Bwana Yesu. Ni unapoomba unageuzwa ulimwengu wa kiroho kutoka mtu wa kawaida, unakuwa mtu wa tofauti, mwenye mamlaka, mwenye kuweza kutamka jambo lolote likatokea. Lakini watu wengi wanaomba vibaya, hawawezi kupata. Wanaomba kwa tamaa. Mtu amefunga na kuomba, anaomba ukinipa gari nitaenda kumwonyesha ndugu yangu alininyima kitu fulani, ngoja nirekebishe kisasi. Hiyo hauwezi ukapata. Mungu anasema jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Maana unaomba mapenzi ya Mungu yaweze kutimizwa katika maisha yako. Mahali popote ulipo, amini tu ya kubadilisha mtazamo wa maombi yako, Mungu naye atakusikia. Unapoomba, ndio maana nimesema, nitaanza kusema, kuna wakati wa maombi ndipo majaribu yanapotokea, wala usikate tamaa. Kwa sababu gani? Unapomwondoa mpangaji kwenye nyumba, aliyeingia lazima anaweza akatamka maneno magumu ya kutrofisha wewe mwenye nyumba umiliki. Ndio maana unapofunga na kuomba, yanapoondoka magonjwa yanaweza kujitokeza. Kama ugonjwa umekuwa mkubwa zaidi, lakini kama wewe ndio unajitambua, wewe ndio mmiliki wa mwili wako, wala usihofu na sura yoyote, wala usihofu na changamoto yoyote. Wakati wa majaribu, wakati unapofunga, ndipo kuna mbingu zinafunguka kwenye maisha yako.
kufunga na nini? Jambo la kwanza, unabadilisha ulimwengu wa kiroho uanze kuongozwa na Roho Mtakatifu. Hauwezi ukampokea Roho Mtakatifu kama ufungi na kuomba. Lazima unapofunga na kuomba unautisha mwili wa nje, bali unakuza utu wako ndani. Na utu wako ndani unapokomaa, unapokuwa na imani, unasababisha kuleta matokeo. Ulimwengu wa wanyama wa nje, ulimwengu wa wanyama wa nje, inawezekana mahali ulipo wanakuona kama umechoka muonekano wako wa nje, lakini ndani yako unajiona ni mkuu. Usikate tamaa wala usihangaike na maneno ya watu. Sikiliza neno la Bwana linasema nini. Lakini watu, kwa sababu inawafanya wasiweze kuingia kwenye maombi. Kwa sababu gani? Hawaoni usamani wao hapa duniani. Lakini kama unapofunga na kuomba, unapokea Roho Mtakatifu, atakufungua macho yako na kuanza kuyaona maisha yako ya kesho na kuanza kujiamini. Utaondoka kwenye kujidharau. Lakini watu wengi wanakubali kuuza ulisi wao kwa vitu vya kudanganya. Maana anaweza akasema ni nini? Nauza ulisi gani? Mtu anakubali kutenda dhambi kwa sababu ya kitu kidogo ambacho anauza hatima yake. Esau aliuza hatima yake kwa Yakobo kwa sababu ya vitu vidogo tu ya chakula. Katusomee kitabu cha Mwanzo sura ya 25 mstari wa 29 mpaka 34. Lazima ukae chini ya misingi ya neno la Mungu. Funga na kuomba, mambo yatabadilika. Unapofunga na kuomba, kuna kauli zinakatwa, kuna tabia zinaondoka ambazo vilikuwa vinakupa raha mwanzoni, lakini sasa anaingia anayesafisha. Kama ilikuwa kauli ya uongo, anaanza kuikata, anakushepu. Yaani ni sawasawa fundi milango. Umenunua mbao nzuri, anaenda kukatakata ili atengeneze mlango ulio bora zaidi. Ndio maana tunapoingia kufunga na kuomba, tunakatakatwa ulimwengu wa kiroho, kuondolewa tabia ambazo zilizofaa. Inawezekana wakati huo ukaanza kuona kama ni maisha magumu, kumbe Bwana Yesu Kristo yupo ndani anafanya service. Kumbe Bwana Yesu Kristo yupo anafanya service. Fundi milango, unaweza ukajiuliza, ukimkuta na katakata, unaweza ukajiuliza, ndio utakuwa mlango mzuri? Lakini picha na kuonyesha mlango wako utakuwa hivi. Unaamini kwa imani. Ndipo Bwana Yesu naye anapofunga na kuomba, kuna nila zinaondoka ndani ya ulimwengu wa kiroho, zinakatika. Ulikuwa unaingia baa, ulikuwa unaenda kufanya mambo ya kidunia, mwili wako utakukatalia, utakwenda kutoka. Maana ndani yake kuna Roho Mtakatifu ambaye yuko ameongoza. Lakini mwanzoni ulikuwa unajiongoza kutumia akili zako. Katusomee Mwanzo 25 mstari wa 29 mpaka 34. Soma kwa vitu. Yakobo akapika chakula cha ndengu. Yakobo akapika chakula cha ndengu. Esau akaja kutoka nyikani. Esau akaja kutoka nyikani. Naye alikuwa amechoka sana. Esau akamwambia Yakobo. Tafadhali unipe hicho chakula chekundu nile. Tafadhali unipe chakula chekundu nile. Kwa kuwa ninazimia mimi. Kwa hiyo walimuita jina lake Edomu. Yakobo akamwambia kwanza. Nitarudia. Yakobo akamwambia, kwanza niuzie leo haki yako ya uzaliwa wa kwanza. Maana yake unauza hatima yako kwa chakula. Endelea. Esau akasema, tazama mimi nipo karibu kufa na njaa, matatizo yamenisonga, yamepoteza matumaini. Endelea. Itanifaa nini haki ya uzazi? 33 inasema. Yakobo akamwambia, uniapie kwanza kweli, ninakupa chakula, unauza ulisi wako, unauza hatima yako. Maanake wewe ulikuwa tajiri, ukubali kwanza kuingia mkataba. Ninauza haki yangu ya utajiri kwa ajili ya chakula. Naye akamwapia. Akamuuzia Yakobo haki yake ya uzaliwa wa kwanza. 34 neno la Mungu linasema. Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha ndengu. Yakobo akampa mkate na chakula cha ndengu. Naye akala. Akanywa
Kisha akaondoka. Akaenda zake. Hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna nini? Kuna watu ambao wanaishi hawajui wao ni wakina nani. Wako tayari, mpendo, naomba nisaidie tu mimi pesa hii hapa. Mimi niko tayari kufanya jambo lolote ili niweze kupata tu chakula tu. Mtumishi wa Mungu, watu wanashindwa kuelewa ni nini Mungu amekusudia maisha ni gani. Yakobo anamwambia, uniapie kwanza ya kuwa leo kuanzia sasa unaniuzia utajiri wako, unanipa hatima yako, nikupe chakula. Maana umepoteza matumaini. Kuna watu mahali popote, usikate tamaa majira haya. Usikate tamaa kwenye maisha yako. Usiogope na swala lolote. Kila jambo liwe jema, liwe baya, lipe muda tu. Mungu bado hajakuacha. Mwanadamu anaweza akakuacha, lakini Bwana Yesu kimwamini hawezi akakuacha. Usikubali kupoteza hatima yako kwa sababu ya mambo fulani. Usikubali kupoteza hatima yako kwa sababu ya mgombana mtu fulani. Usikubali kupoteza hatima yako kwa sababu ya chakula fulani. Niko tayari kufanya mambo yoyote, nipo tayari kufanya zinaa ili kwa sababu nipate tu pesa. Pendwa, utaasirika, utaangamia kwa kutokujua. Lakini unapofunga na kuomba, unapokea nguvu ya kufungua ufahamu wako, nguvu ya kukuonyesha mambo makubwa. Esau alikuwa amezidiwa na njaa, ametoka nyikani, anamwambia Yakobo, mimi nipe chakula hicho tu nile, mimi niko karibu kufa. Hii haki yangu uzaliwa itanisaidia nini? Itanifaa nini? Bwana Yesu asifiwe. Maana haki yake anauza kwa ajili ya chakula. Mpenzi mtazamaji, mahali popote ulipo, usikubali jambo lolote kuuza ulisi wako. Usikubali jambo lolote ukadharau hatima yako, ukapoteza mambo ya msingi. Ndio maana nikwambia, watu wanashindwa kujua namna ya kuweza kuomba. Unapoomba ni mazungumzo kati ya Mungu na mwanadamu. Mwanadamu anaweza akasikia sauti kwa njia gani? Unapofunga na kuomba, kuna sauti ambazo zinakufa, zilikuwa zinakushawishi kutokuenenda sawa na mapenzi ya Mungu. Utaisikia sauti ya Bwana Mungu, utaisikia sauti ya Bwana Yesu. Mahali popote ulipo, amini ni majira yako ya pambazuko jipya. Amini ni majira yako ya pambazuko jipya. Kwa kokote kulikuwa na giza, lazima majira haya nuru yako itapambazuka. Utaanza kuona mambo yanabadilika, wala usishangae. Lazima ujue unayemwabudu ni nani, ana nguvu gani, ana uweza gani. Lakini usipojua ninayemwabudu, ninayemtumikia ana uwezo wa namna gani, unaweza ukapelekeshwa na mambo ambayo ungepelekesha mwenyewe. Isaya 58 mstari wa 6 na wa 8 ili kukuombea mahali popote ulipo, ukauone mkono wa Mungu. Wewe kama uliyekuwa mgonjwa, amini tu majira haya lazima utafunguka. Kati tusome Isaya 58 mstari wa 6, utasoma mstari wa 8. Isaya 58 mstari wa 6, neno la Mungu linasema, Bible inasema, je, saumu niliyochagua sio namna hii? Sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu. Kufungua vifungo vya uovu. Kuzilegeza kamba na nira. Kuzilegeza kamba na nira. Kuacha huru walioonewa. Kuacha huru walioonewa. Na kwamba mvunje kila nira. Na kwamba kuvunja kila nira. Mstari wa 8 nasema. Ndipo nuru yako itakapopambazuka. Ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Na afya yako itatokea. Na afya yako itatokea mara moja tu. Na haki yako itatutangulia. Na haki yako itakutangulia uendapo. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Na utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Bwana Yesu asifiwe. Maana maandiko yamesema, je, saumu uliyochagua sio ya namna hii? Kufungua vifungo vya uovu, kulegeza kamba na nira, kuacha huru wote walioonewa. Maana unapofunga na kuomba, kuna kamba za nira unazivunja. Kuna tabia ambazo zinavunjika pasipo kujua wewe. Ndipo mstari wa 8 unasema, ndipo na nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi. Maana unapotoka kwenye mfungo katika majira haya,
ndipo nuru yako inapoenda kupambazuka. Utaanza kuonekana mahali ambapo ulikuwa hauonekani, maana ni mwaka wa pambazuko jipya katika maisha yako. Biashara yako ipokee pambazuko jipya, kazini kwako upokee pambazuko jipya, ukapate kibali kila mahali, kwa sababu unapofunga na kuomba kuna nila na kamba. Unajitahidi kupiga hatua katika kupanga mipango, lakini kuna nila imekushika. Manake nila ni mtu ambaye ana uwezo wa kutoka, lakini kuna kamba ambayo amefungwa inamzuia. Anatamani atoke lakini hawezi. Manake kuvunja kila nila na kamba. Manake kuna kamba ambazo zimefungwa ulimwengu wa kiroho. Unapanga mipango mizuri lakini haitimii, kwa sababu ndani ya ulimwengu wa kiroho wamekufunga, hautoki. Ndipo msemo unasema, ndipo na nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea tu mara ghafla, utakuwa mzima. Nataka nikuombee mahali popote ulipo, amini tu. Kama ni mgonjwa, weka mkono popote ambapo ulikuwa unaumwa. Kama unataka kibali, weka kwenye paji la uso wako mahali popote unapoumwa. Nataka nikuombee kuanzia majira haya. Baba, asante Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya ibada hii Bwana. Katika jina la Yesu, Mungu atulie mbinguni Bwana. Natangaza uponyaji kwa jina kula Yesu. Natangaza kwa jina kula Yesu. Ninaangusha kila roho kwa kila moja iliyo kinyume na mapenzi ya Bwana, bali apokee roho wa Bwana Yesu. Kwa jina kula Yesu, pokea Roho Mtakatifu atakaye kusaidia namna ya kuomba, atakaye kusaidia lugha ya kuweza kutamka. Pokea mahali popote ulipo kwa jina la Yesu. Pokea nguvu za Mungu, pokea uwezo wako kwa jina kula Yesu. Natangaza kuanzia sasa, wewe uliye mgonjwa uwe huru kuanzia sasa. Achia kwa jina kula Yesu. Wewe ambaye uko huwezi kutembea, ninaamuru kuanzia sasa mifupa wewe mzima, pokea uponyaji kwa jina kula Yesu. Kansa potea, HIV potea kwa jina kula Yesu. Figo pokea figo mpya kwa jina la Yesu. Ninaamuru kuanzia sasa uwe mzima. Pokea pambazuko jipya kwenye ndoa yako. Pokea pambazuko jipya kwenye biashara yako. Pokea pambazuko jipya kwenye taaluma yako kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki mahali popote mpenzi mtazamaji. Amini tu, imeshakuwa. Amen.